Je, unatuma picha kupitia WhatsApp na zinafika zikiwa zimepungua quality au zimepoteza ubora kabisa ambao haziwezi kutumika? Usijali, karibu Teknobongo, channel pekee ambayo inakufundisha tips mbalimbali na tricks za teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Na leo tunaenda kujifunza namna gani ambayo unaweza kutuma picha kupitia WhatsApp bila kupoteza quality, na leo naenda kukupa njia kuu mbili ambazo zitakusaidia. Unachotakiwa ni kufungua WhatsApp kwenye simu yako. Baada ya hapo, fungua ile namba unayotaka kuitumia. Sasa baada ya kuifungua, nikuelekeze tu, kuna njia mbili ambazo ukizitumia utatuma picha bila kupoteza quality. Njia ya kwanza ni kuituma kama document, lakini njia ya pili ni kutuma picha yako kwa mfumo wa HD. Ili kutuma kama HD, utabonyeza hiki kialama cha kamera. Baada ya ukibonyeza, utashuka kwenye picha zako ndani ya simu yako. Kisha utachagua ile picha ambayo unataka kuituma. Sasa kuna kitu kimoja ambacho watu wengi wao wanachanganya, wanasahau kuiseti kwenye mfumo wa HD. Ukiangalia juu kabisa hapa kwenye kona ya kulia kuna kialama kimeandikwa HD. Ukishachagua ile picha unataka kuituma, hakikisha umebonyeza hicho kialama cha HD hadi kimeweka rangi ya kijani, na baada ya hapo send picha yako. Ukisendi, picha itakuwa na quality ile ile kama iliyokuwa nayo original, haitapungua chochote. Na hata ukijaribu kuzoom, picha yako itabaki na uhalisia wake. Ngoja tujaribu kuzoom. Kwa mfano mimi hapa unaona kabisa ukizoom inabaki kama ilivyo. Haiwi kama mawingu wala kuonyesha kama imepungua quality. Cha kuzingatia ni kwamba hakikisha HD umeigusa. Njia ya pili ni kama document, ambayo yenyewe tunagusa hiki kialama ambacho kimekaa kama pin kwenye sehemu ya kuandika message. Baada ya kukigusa hicho hapo, unaenda kugusa hii sehemu ambayo imeandikwa document. Ukigusa document utaletewa maandishi mengi na document ulizonazo. Sasa kuna kitu cha kuzingatia hapa juu. Kuna vitu viwili. Kuna sehemu moja utakuta imeandikwa browse document ya juu kabisa, afu ya chini imeandikwa choose from guide. Browse document yenyewe inatumika kama unataka kutuma picha ambayo ina kuanzia GB 2 na kuendelea, lakini choose from guide yenyewe unatuma vile vitu vidogo vidogo kama picha tu za kawaida, ambao mimi mwenyewe nashauri kama unataka kutuma picha hakikisha unachagua hii choose from guide. Baada ya kugusa hii hapo, utaenda kwenye simu yako na utachagua ile picha, itakupeleka moja kwa moja yenyewe. Utaenda kwenye kuchagua picha ambayo unataka kuituma. Hakikisha unachagua picha ile ambayo unataka kuituma. Ukishachagua, hakikisha unabonyeza send tu hapo. Ukibonyeza kile kialama cha send cha kijani hapa chini, utaona picha yako imeenda, na ikienda itaonyesha mfumo kama huu hapa wa kiboma. Huu ni mfumo wa document. Ile picha ya juu tulituma kama HD, lakini ya chini yenyewe tumeituma kama document. Na hata hii ya document tukifungua, tukijaribu kuizoom itabaki na quality yake ile ile. Kwa mfano unavyoona hapa, nikizoom hii ambayo tumetuma kama document, yenyewe inabaki na quality yake ile ile. Na hizi ndio njia kuu mbili ambazo tunazitumia kutuma picha kupitia WhatsApp bila kupoteza quality. Kama unataka kujifunza tip au trick yote kuhusu WhatsApp, hakikisha umeandika kwenye comment hapo, ili mimi nikija kutengeneza video niitengenezee. Usiache ku like, ku comment na kusubscribe. Tutane video ijayo. Bye bye.